Ifuatayo ni historia usioijua kumuhusu Joseph Warioba ambaye sasa hivi Samia Suluhu anataka amalizwe. Hujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope na kumbuka kusubscribe. Alikuwa si tu jaji mkuu wa Tanzania bali shahidi wa karibu wa namna dola ilivyoundwa, ilivyopanuka na ilivyojifunza kutumia sheria kama nyenzo ya utawala. Historia ya Joseph Sinde Warioba inaanza kama simulizi ya taaluma ya kisheria, lakini inakuwa haraka kuwa hadithi ya taifa linalopambana kati ya misingi ya haki na mvuto wa mamlaka ya kisiasa. Katika maisha yake ya utumishi, Warioba alipita katika nyadhifa nyeti zaidi za dola, akishuhudia kwa macho yake mwenyewe mabadiliko ya siasa za Tanzania kutoka zama za chama kimoja hadi mfumo wa vyama vingi uliojaa misuguano, hofu na migongano ya kikatiba. Joseph Warioba alizaliwa mwaka 1943 katika Tanganyika ya kikoloni, wakati sheria zilikuwa zaidi ya chombo cha udhibiti kuliko haki. Malezi yake ya awali yaliangukia katika kipindi ambacho harakati za uhuru zilikuwa zikichipua, hali iliyomfanya akiwa na ufahamu wa mapema juu ya uhusiano kati ya sheria na nguvu ya dola. Baada ya masomo ya msingi na sekondari, alijiunga na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, taasisi iliyokuwa kiini cha mijadala ya kisiasa, kiitikadi na kisheria katika Afrika Mashariki. Hapa Warioba alijengwa si tu kama mwanasheria bali kama msomi aliyefahamu mizizi ya kisheria ya ukoloni na changamoto za kuijenga dola huru. Baada ya kuhitimu masomo ya sheria, Warioba aliingia katika utumishi wa umma, wakati taifa ambalo lilikuwa jipya kabisa lilikuwa linaweka misingi ya taasisi zake. Alihudumu kama wakili wa serikali akishughulikia masuala ya kikatiba na kiutawala, nafasi iliyomweka karibu na kitovu cha maamuzi ya dola. Katika kipindi hiki Tanzania ilikuwa chini ya uongozi wa Julius Nyerere, ambapo falsafa ya ujamaa ilitawala na mahakama zilitarajiwa kuunga mkono dira ya kisiasa na serikali. Huu ulikuwa wakati ambao uhuru wa mihimili ya dola ulikuwa wazo linalojadiliwa zaidi kwenye vitabu kuliko katika vitendo. Kupanda kwake katika ngazi za mahakama kulikuwa na kasi, lakini pia kwa tahadhari. Warioba aliteuliwa kuwa jaji wa mahakama kuu, kisha kapandishwa kuwa jaji wa rufaa, akipata heshima kama msomi wa sheria mwenye nidhamu na ufasaha wa kisheria. Hata hivyo, mazingira ya kazi yake yalikuwa yamejaa mvutano wa kisiasa, hasa katika kesi zilizohusisha haki za raia, usalama wa taifa na mamlaka ya chama tawala. Katika zama hizi, mahakama zilikuwa zikijaribu kusawazisha kati ya kulinda sheria na kuepuka kugongana na dola yenye nguvu. Mwaka wa 2000, Joseph Warioba aliteuliwa kuwa jaji mkuu wa Tanzania, nafasi ya juu zaidi katika muhimili wa mahakama. Uteuzi huu ulifanyika chini ya urais wa Benjamin Mkapa, katika kipindi ambacho Tanzania ilikuwa inaingia kwa nguvu katika mfumo wa vyama vingi na uchumi wa soko huria. Kama jaji mkuu, Warioba aliridhi mahakama zilizokabiliwa na changamoto za rushwa, ucheleweshaji wa haki na shinikizo la kisiasa. Alianzisha juhudi za mageuzi ya kiutawala ndani ya mahakama, akisisitiza maadili ya kitaaluma na uwazi, ingawa mipaka ya mageuzi hayo iligongana mara kwa mara na maslahi ya kikatiba. Uongozi wake katika mahakama ya Tanzania uliashiria kipindi ambacho mahakama zilijaribu kujitambulisha kama muhimili huru, lakini bado zilifungwa kwa mifumo ya uteuzi na bajeti inayodhibitiwa na serikali. Kwa hivyo, Warioba alisimamia kesi nyeti zilizogusa haki za msingi, ardhi na migogoro ya kisiasa, akiacha alama ya tahadhari kuliko mapinduzi. Wakosoaji waliona mtindo wake kama wa kuepuka misimamo mikali, wakati wengine walimtetea kama kiongozi aliyelazimika kufanya kazi ndani ya mazingira magumu ya dola isiyopenda changamoto. Na baada ya kustaafu wadhifa wa jaji mkuu mwaka 2007, Warioba hakutoweka katika maisha ya umma. Badala yake alirejea kama mshauri na mjumbe wa tume mbalimbali za kitaifa na kimataifa. Aliteuliwa kuongoza tume ya jaji Warioba ya mabadiliko ya katiba mwaka 2012 chini ya urais wa Jakaya Kikwete.
Tume hiyo ilikuwa na jukumu la kukusanya maoni ya wananchi kuhusu katiba mpya, na katika kipindi ambacho madai ya uwajibikaji, mgawanyo wa madaraka na haki za kiraia yalikuwa yameongezeka. Kazi ya tume hiyo ilifichua wazi mgongano kati ya matarajio ya wananchi na hofu ya wanasiasa, na ripoti ya tume ya Warioba ilipendekeza mabadiliko makubwa yakiwemo kupunguza madaraka ya rais, kuimarisha bunge na kuimarisha uhuru wa mahakama. Mapendekezo haya yalipokelewa kwa shangwe na makundi ya kiraia, lakini yalipingwa kimya na waziwazi na sehemu ya uongozi wa kisiasa. Hatima ya katiba inayopendekezwa ilikwama, ikiacha alama ya kihistoria kwamba hata jaji mkuu wa zamani mwenye uzoefu wa ndani ya dola hakuwa na nguvu ya kushinda maslahi ya kisiasa. Na katika miaka iliyofuata, Warioba alionekana mara kwa mara akitoa tahadhari juu ya mmonyoko wa utawala wa sheria, akigusia hatari ya kuingilia muhimili wa mahakama na kudhoofisha taasisi za uwajibikaji. Kauli zake zilikuwa na uzito kwa sababu zilitoka kwa mtu aliyewahi kuwa sehemu ya mfumo, si mpinzani wa nje. Alizungumza juu ya umuhimu wa kuheshimu katiba, uhuru wa mahakama na mipaka ya madaraka ya mtendaji, hasa katika mazingira ambayo serikali ilizidi kutumia vyombo vya dola kudhibiti upinzani na sauti huru. Historia ya Joseph Warioba haiwezi kutenganishwa na historia ya Tanzania yenyewe. Ni historia ya mtu aliyekulia katika matumaini ya taifa changa. Akafanya kazi ndani ya mfumo wa chama kimoja, akapanda ngazi katika zama za mageuzi ya kisiasa, na hatimaye akajaribu kusukuma mabadiliko ya kikatiba katika taifa lililochoka na ahadi zisizotekelezwa. Mchango wake haukuwa wa mapinduzi ya ghafla, bali wa kuonyesha mipaka ya kile kinachowezekana ndani ya dola ambayo nguvu ya kisiasa mara nyingi hushinda hoja ya kisheria. Kwa vizazi vijavyo, jina la Warioba litabaki kama kumbukumbu ya jaji aliyekuwa katikati ya mvutano kati ya dhamiri ya sheria na uhalisia wa siasa. Alikuwa sehemu ya mfumo uliokosoa baadaye, jambo linaloifanya historia yake kuwa nzito na yenye mafunzo. Inafundisha kwamba hata wasomi na viongozi waadilifu wanapofanya kazi ndani ya dola isiyopenda uwajibikaji, athari zao huwa na mipaka. Tanzania inapokabiliwa na maswali mazito kuhusu mustakabali wa utawala wa sheria, urithi wa Joseph Warioba unasimama kama kioo kisicho na upendeleo. Unaonyesha thamani ya sauti za ndani zinazothubutu kusema ukweli, lakini pia unaonya juu ya hatari ya kuchelewa kuchukua hatua. Ukimya, hofu na maamuzi ya kisiasa yasiyowajibika yanaweza kufuata hata kazi ya maisha ya majaji wenye dhamiri. Historia ya Warioba si hadithi ya mtu mmoja tu, bali ni onyo kwamba bila kulinda taasisi na misingi ya haki, hata waliowahi kuwa walinzi wa sheria hubaki mashahidi wa kuporomoka kwake. Na hiyo ndio historia yake Jaji Joseph Warioba, ambaye alitumikia Tanzania kwa ahadi, ari na ufumba. Lakini sasa Samia Suluhu amehatarisha maisha yake, kwamba ujumbe uliotolewa hivi karibuni leo hii unasema kwamba Warioba anashinda kusema kwamba Mungu wake ndiye atakayemsaidia, manake maisha yake yamo hatarini, ila ni mtu aliyefanyia kazi nchi ya Tanzania kwa udi na uvumba kuhakikisha kwamba sheria za Tanzania zimeimarika, na vile vile kuhakikisha kwamba katiba inafuatwa vilivyo, na kuhakikisha kwamba amepunguza rushwa katika mihimili ama taasisi hiyo ya mahakama. Ndio hayo tuliokuandalia kutoka hapa Kenyascope, channel yako pendwa inayokuletea taarifa hizi pamoja na zingine kwa kina. Zidi kutufuata kwa kusubscribe, kulike na kushare video zetu.